Mahakama Kuu ya Kenya imeidhinisha rasmi mchakato wa kung'olewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais wa Kenya, Rigathi Gachagua, huku ikiamuru alipwe fidia ya milioni 50 za Kikenya ambazo ni sawa na bilioni 1 za Kitanzania kama suluhu ya ukiukwaji wa haki zake wakati wa mchakato wa kuondolewa madarakani. Uamuzi huo umetolewa Juni 8, 2026 na jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Eric Ogolla, ambao walianza kusoma hukumu hiyo kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 3 usiku kutokana na ukubwa wa nyaraka za kesi hiyo. Katika uamuzi wao, majaji wamesema kuwa mchakato uliofanywa na Bunge la Taifa na Seneti ya Kenya ulifuata taratibu zote za kikatiba na pia hawakupata ushahidi wa kuonesha kuwa haki ya Gachagua ya kusikilizwa ilikiukwa. Pia mahakama imeamuru Bunge la Kitaifa na Seneti kumlipa fidia hiyo kutokana na kukiukwa kwa haki za Gachagua wakati wa shughuli za Seneti. Gachagua alikuwa akihoji uhalali wa uamuzi wa Bunge na Seneti ya mwaka 2024 uliosababisha kuondolewa kwake madarakani kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka. Kwa uamuzi huu wa Mahakama Kuu, hoja zake zote za kupinga impeachment zilitupiliwa mbali na mchakato wa kumwondoa madarakani umeendelea kubaki halali kikatiba. Itakumbuka kwamba Gachagua alikuwa naibu rais katika serikali ya Rais William Ruto.